Kwa majina naitwa Suna Sadru Msofe na ni mwana KC kata ya Lembeni. Nimefundishwa semina kilimo ekolojia na kilimo misitu. Kiukweli tulikuwa hatujui nini maana kilimo misitu. Tumekijua kilimo misitu kina faida kwetu, kinatusaidia kwenye kutuinua kiuchumi zaidi, na kilimo misitu pia kina faida nyingi kwetu kwa sababu tukilima kilimo misitu unaweza kupata kuni, unaweza kupata mboga, mbao na mazao pia na malisho ya wanyama. Kiukweli kwa mwaka huu mvua zilichelewa kunyesha kwenye vuli. Mwaka jana mwaka vuli tulikosa mvua, ila kwa masika kuna mvua za kiasi na tumejitahidi kulima mazao mbalimbali. Tumelima kunde kwa wingi, choroko, tena kwa kupitia kilimo ekolojia kutokana na elimu tuliyopata. Kuanzia tuanze kufundishwa mafunzo ya kilimo ekolojia. Kilimo msitu unaweza kusaidia kwenye ukatili wa kijinsia kwa sababu kilimo msitu ni kilimo kizuri kwa sababu kitamsaidia mama ataepukana na ukatili, kwa sababu mama anapolima kile kilimo msitu pale nyumbani, mama hata nyanyasika kwa sababu atapata kuni pale, kuna chakula, matunda, mboga pia hata zikosa, alafu mifugo pia itapata malisho. Kwa hiyo mama atainuka kiuchumi zaidi na hata nyanyasika. Mimi kwa majina naitwa Edesi Franzi. Najishughulisha na kikundi hichi na tumeelimishwa masuala ya kilimo ekolojia na kilimo misitu. Tulipopata somo la kilimo ekolojia misitu, tumeona kumbe kuna uwezekano wa kuchanganya miti na mazao, lakini unatakiwa unapotaka kuotesha miti zao upande unapotoka jua uoteshe miti mirefu, unajua kwamba inakuwa ni mirefu. Na jua linapozama uoteshe miti unajua kwamba ni mifupi. Ili asubuhi ile kuanzia saa 1 mpaka saa 5 mazao yatakuwa yanapata kivuli, lakini kivuli kile kidogo sio kikubwa. Wakati wa kufika katikati ya jua na katikati ya unashangaa jua ile mahindi yako au mazao yako yanakuwa kwenye mwanga. Mpaka ifikapo mahali jua linapozama ile miti mifupi huwa inakusogeza tu kivuli kidogo, lakini haiathiri mazao. Katika kilimo misitu kinatusaidia kwanza kutunza maji, pili kuisababisha ardhi isiwe inakuwa jangwa, na inazuia tena mmomonyoko kwa sababu kilimo misitu kinasaidia, unaweza ukapiga tafesi kwenye shamba kuzuia maji yasiweze kupeleka mmomonyoko wa ardhi. Hii imetufundisha na sisi tunataka kuwafundisha watu kwa sababu tulikushafundisha habari ya kilimo mchanganyiko ili kuzuia wale wadudu wasiweze kushambulia zao moja, mtu akawa anatoka katika hali ambayo ni yani umelima shamba kubwa lakini utoke na chakula kidogo ambayo hatima unarudi kwenye hali ya njaa. Tukiangalia katika mabadiliko ya tabia nchi, hali imekuwa ni ngumu. Unaweza ukalima shamba kubwa lakini huwezi kupata kitu chochote kwa sababu kutokana na hali ya hewa jinsi ilivyo. Na hii inatusababisha kilimo misitu inatusababisha kuzuia ule ukawa juu ili mazingira yawe mazuri, kwa sababu tumeona kwamba watu sehemu nyingi zimekuwa jangwa, na ndio maana hali imebadilika, imekuwa kama yani ukilima hakuna mazao yanayopatikana. Kwa hiyo katika kilimo hii, katika mafunzo tuliyojifunza leo ambayo yanasababisha kilimo, yanatufundisha kilimo misitu na ekolojia, basi tunapeleka shule kwa wananchi ili ikiwezekana wajifunze kulima kwa mtindo huo ili tuweze kurudisha ule utoto asili wa zamani, ili angalau tuweze kupata mazao mengi unapoingia shambani, kwa kuwa ile hali ya ubora wa ardhi utakuwa umerudi. Jina langu ni Stella Joni. Ni mratibu wa vituo vya taarifa na maarifa mkoa wa Kilimanjaro. Napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa shirika la TGNP kwa kutuletea mafunzo ya kilimo misitu, lakini pia mafunzo yamenifanya nijue kwamba kilimo misitu kinaambatana na kilimo ekolojia. Kwa hiyo tumefurahia sana mafunzo hayo. Kilimo misitu kinasaidia mabadiliko ya tabia nchi kwa sababu tumefundishwa kwamba tunaweza kupanda ile miti rafiki na mazao kwenye mashamba yetu, ambayo hiyo miti itasaidia kuweka kivuli, lakini pia majani ya miti hiyo yakidondoka chini ya shamba letu ni mbolea. Kwa hiyo tunazalisha mbolea,
lakini pia hiyo miti inatusaidia kupata kuni na mingine inatusaidia kupata mbao. Hivyo tunaongeza kipato cha familia. Lakini pia kwa shamba dogo tunaweza tukapata mbao, tukapata mazao, tukapata matunda, lakini tukapata kuni. Kwa hiyo kwenye jamii yetu tumekipokea kwa furaha sana. Ni kilimo rafiki, ni kilimo ambacho kitainua uchumi wa mwananchi, hasa mwanamke na watoto. Kiukweli leo tumefanikiwa kutengeneza mbolea za aina mbili. Tumetengeneza mbolea ya bogash, lakini pia na mbolea ya samadi. Lakini tumefurahia sana kujifunza kutengeneza mbolea ya bogash kwa sababu ni njia zake ni rahisi na inakaa kwa muda mfupi sana. Kwa hiyo ni mbolea ambayo itatusaidia sana 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 kurutubisha udongo wetu, lakini pia kurudisha udongo wetu kwenye uhai, lakini kurutubisha mimea yetu. Kwa hiyo tumefurahia sana 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 na kilikuwa ni kitu kigeni kwetu. Na sisi kama wanaharakati wa kupinga ukatili wa kijinsia, tumeona hiki kilimo ni kizuri sana kwa sababu kitasaidia pia kupunguza ukatili wa kijinsia, kwa sababu ukatili mwingi unatokea kutokana na uchumi mdogo, kipato kidogo kwenye kaya. Lakini basi kumbe mama akishafundishwa hiki kilimo cha misitu, kilimo cha kuchanganya miti, mazao pamoja na bustani za mboga mboga, tunainua kipato cha kaya. Kwa hiyo uchumi unapanda. Maana yake tutapunguza nini? Ukatili wa kijinsia. Lakini pia wale baba ambao walikuwa wanaona labda kufanya hizi kazi hazina faida, baba anaona kuna mbao zinakuwa pale, anahesabia tayari pesa yake ya baadaye iko. Lakini pia ule ukatili wa kumwacha mama aende kwenye kuni sehemu mbali, wengine wanabakwa kwa ajili ya kwenda porini mbali, wengine wanakamatwa na TANAPA. Kumbe basi kuni tutavunia nyumbani kwa sababu tumepanda miti yetu ambayo tukiipunguzia tunapata kuni. Kwa hiyo hiki kilimo ni rafiki na kitapunguza sana ukatili wa kijinsia. Kwa majina naitwa Valence Michael Kiangi. Nafanya kazi na mtandao wa Bioanuwai Tanzania au Tanzania Alliance for Biodiversity, na kwa kifupi ni TABIO. Tunafanya kazi kwa ukaribu na taasisi ya TGNP au mtandao wa jinsia Tanzania. Zaidi tumekuja kufanya mafunzo yanayohusiana na kilimo misitu, lakini kwa lengo la kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, na hasa kuja kumpunguzia majukumu mwanajamii au mama, kwa sababu mtandao wa jinsia Tanzania unajihusisha zaidi na kuhakikisha kwamba wanamkomboa mwanamke katika ukandamizaji wa kijinsia. Zaidi mafunzo haya yanajikita kwenye kilimo misitu. Kwa nini tumeleta kilimo misitu? Kwanza, kilimo misitu ni uchanganyaji wa mazao pamoja na miti mashambani. Lakini hiyo miti inapandwa kwa utaratibu maalum. Ina faida nyingi. Kwanza, itatusaidia kuongeza rutuba ya udongo, lakini pia itatusaidia kuzuia mmomonyoko wa ardhi. Lakini sambamba na hivyo tutaongeza kipato. Tukiongeza kipato tutakuwa tumepunguza ule ukatili wa kijinsia kwa namna moja ama nyingine, kwa sababu familia mara nyingi inaingia kwenye migogoro pale ambapo unakuta ndani hakuna chakula au kuna mahitaji fulani yameshindwa kufikiwa na familia ile. Kwa hivyo tukiongeza kipato kwenye uzalishaji shambani, basi tutakuwa tumempunguzia mama au baba majukumu mazito pale nyumbani. Lakini kingine ambacho inafanya zaidi ni kwamba kilimo misitu tumesema ni kuchanganya miti pamoja na mazao. Hivyo tukiangazia swala zima la kuni ziko karibu pale nyumbani, rutuba ya udongo inapatikana vizuri, bustani ya mboga mboga iko pale nyumbani, kwani tunajikuta kwamba kila kitu kinapatikana pale karibu. Tumepunguza ule mzigo mkubwa wa mama kwenda kutafuta, kila kitu kinatafutwa mbali, au baba kwenda kutafuta mbali. Hivyo vinakuwa pale karibu kwa ajili ya yeye kutumia kwa urahisi. Na hapa tumeambatana na mafunzo mengi mbalimbali, hasa tukiangazia swala zima la kuongeza rutuba ya udongo. Pia tumefundisha mbolea mbalimbali ambazo ni mbolea ya mboji, lakini pia mbolea ya bokashi. Lakini sambamba na kuanzisha kilimo misitu, pia tumeanzisha kitalu cha miche ambacho kitawasaidia kupata hiyo miti kiurahisi. Kwa hiyo mbolea hii ya bokashi tukiongeza na mboji vitakuwa vinampa uwanda mpana mwanajamii au mama kuongeza rutuba ya mbolea shambani kwake kwa kutumia mbolea hizi, na zinatengenezwa kupitia matirio ambayo yanapatikana kwenye jamii husika.